Mahusiano ya kumwamini na kumfuata Yesu hayana tofauti na ndoa. Ndio maana Yesu anaitwa bwana harusi, kanisa linaitwa bibi harusi. Unapoamua kumfuata Yesu, yeye anataka ujikane nafsi yako ndipo umfuate. Maana yake vipaumbele vyako, mipango yako yote ambayo ulikuwa unaipenda umeifanya kuwa ya kwanza ife, alafu mipango ya Kristo ndio izaliwe ndani yako. Ndivyo ambavyo ndoa inatakiwa kuwa. Mwanamke ambaye ulikuwa unarudi nyumbani unavyojisikia, ulikuwa unarudi nyumbani kwenu unavyojisikia, au ulikuwa umepanga unaishi kwenye nyumba yako peke yako, unarudi unavyojisikia. Unapoolewa hautaishi tena kwa matakwa yako, utaishi kwa matakwa ya mumeo. Mwanamke unatakiwa kuishi kwa kuomba ruhusa, sio kutoa taarifa. Na unapoomba ruhusa, manake kuna kukubaliwa ama kukataliwa. Lakini unakuta mwanamke anatamka tunaenda vikoba. Baba nani ndo naondoka mwenzio, mimi naenda vikoba. Unaenda vikoba, umeomba ruhusa. Unatakiwa kuuliza, vipi naweza kwenda kwenye vikoba? Naweza kwenda kwenye kikundi? Tuna kikao leo cha harusi, naweza kwenda? Kikao cha kitchen party, kikao cha send off, naweza kwenda? Unaomba ruhusa, sio unatoa taarifa. Wanawake wengi wamepata shida hapo.